Leo tutazungumzia khutba ambayo itakayokuwa na anwani inayosema asbabu inhirafi al-aqfal, sababu za kupenda watoto kimaadili. Sababu zinazopelekea watoto na vijana kupinda kimaadili, wakawa hawana tabia nzuri, hawana tabia njema. Kazi ya mtu hatuwezi kutofautisha baina ya mtoto wa Kiislamu au kijana wa Kiislamu na mtoto asiyekuwa wa Kiislamu au kijana asiyekuwa wa Kiislamu. Inaomba hili wale ambao tayari washakuwa na familia, tukae kwa umakini, tusikilize. Hata wale ambao bado hawajaingia katika majukumu ya ndoa, wawe makini kuyasikiliza haya, ili wakati watakapokuwa wanaelekea jambo la kuoa, wajue ni mambo gani ya kuzingatia kwa usalama wao na usalama wa familia zao. Kwa nini tunazungumza hii? Watoto tulionao wana ndoto za kuwa watu fulani katika maisha yao, wana matarajio ya kuwa watu fulani katika maisha yao. Wanataraji kuwa akina nani baadaye. Na hawawezi wakafikia katika ndoto zao, hawawezi wakafikia matarajio yao, ila baada ya sisi kuweka utaratibu mzuri, kuweka mikakati mizuri, kutengeneza mazingira mazuri yatakayowawezesha kuwafikisha katika ndoto zao, yatakayowawezesha kufika katika matarajio yao. Swahili wanasema anayeshindwa kupanga anapanga kushindwa. Sasa leo tunaona tulizungumza hili ili kila mmoja ajue nini la kufanya katika familia yake. Kwa hivyo wale wanaosikiliza ndani ya msikiti na nje ya msikiti wawe makini, na kwa taufiki ya Allah wawe tayari kuyafanyia kazi. Tumesema tunazungumza hii kwa sababu wana malengo yao, wana ndoto zao, watoto tulionao. Lakini jambo la pili, sanusalu anhum inda Allah, taulizwa kuhusu wao siku ya Kiyama mbele ya Allah. Allah atatuuliza, kwa sababu tayari Mtume sallallahu alaihi wasallam ameshatupa mwaliko huo, ameshatupa taarifa hiyo aliposema kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, na wote ni wachunga na kila mmoja ataulizwa kuhusu kichungwa chake. Wewe baba ni mchunga kwa familia yako, kuanzia mkeo mpaka watoto, na mama ni mchunga kuanzia yeye mwenyewe mpaka kwa watoto wake. Ikiwa tutaulizwa mbele ya Allah
sahihi. Iwe baba au mama, hakuna mwenye majibu sahihi. Kuna naumu maswali, kina wakezamu wa maswali, mtoto wako wa maswali, mke nyumbani hana stara, watoto wa kike hawana stara, watoto wa kiume ni watu wa milioni, la yaarifuna Allah wala rasula, hawamjui Allah wala mtume. Baba anaswali swala tano. Zangu wanachuoni wa Kiislamu katika kitabu kinachoitwa Tuhfatul Aruz wamezungumza sababu zinazopelekea watoto au vijana kupiga kimaji. Sababu ya kwanza, halatu talaka, ni hali za kuachana mke na mume na yale yanayofuatia baada ya kutolewa talaka au kutengana mke na mume. Na hapa nitaomba nisimame kidogo, nitaomba nisimame hapa kwa sababu ndoa leo hazina thamani kwa wanandoa. Ndoa hazina heshima katika mioyo ya wanandoa. Ndoa hazina hadhi katika mioyo ya wanandoa. Ndoa hazina mvuto kwa wanandoa mpaka wale wanaozunguka wanandoa. Ndoa hazina furaha. Ndoa hazina faraja. Ndoa hazina amani. Ndoa hazina utulivu. Ndio kutaka kujua kama ndoa hazina thamani, kama ndoa hazina thamani, mwanamke wa leo anaweza akadai talaka kwa sababu ya mume amemzuia kufanya biashara, au kwa sababu ya mume amemkataza mkewe kushiriki vikoba, au mume kamzuia mkewe kushiriki michezo. Mwanamke anaomba talaka na wala hana mzaha katika hilo. Kwa biashara, vipato, uchumi umekuwa ni bora sana kuliko maisha ya ndoa. Jambo ambalo talaka zimekuwa kama risiti za gari. Talaka wengi wake, na tena katika research iliyofanyika, wanawake wa leo ndio wanaongoza kuomba talaka waume zao kwa kuhisi wamebanwa, labda wamezuiliwa kwenda kwenye vikoba, wamezuiliwa kwenda kwenye vikundi mbalimbali. Kwa hiyo naona bora mpaka katika dawati ya jinsia kwenda kudai talaka kwa sababu mume kamzuia kufanya biashara, kamzuia kuuza mihogo, kamzuia kuuza karanga. Lakini pia hata wanaume wamekuwa ni watu wa khiana, hawana usimamizi mzuri katika ndoa zao, hawana usimamizi mzuri, uwajibikaji bora katika familia zao, kwa wake zao na kwa watoto wao, bali wenye thamani na heshima kwa maisha ya wanaume wa leo ni vimada. Wanaume wa leo wanawagharamia vimada kuliko wake zao wanao. Wanawagharamia watoto wa nje ya ndoa zaidi kuliko watoto
na mke pia ana maumivu kutokana na anayofanya mwanamume. Imepelekea wanaume kuishi na wake zao sio kwa sababu ya kuwapenda, bali kwa ajili ya kulinda vizazi vyao visije kusambaratika. Hakuna mapenzi baina yao. Lakini pia wapo wanawake wanaishi na waume zao sio kwa sababu ya mapenzi walionayo kwao, bali ni kwa sababu ya watoto waliopata na mwanaume huyu. Akitoka pale kwenye nyumba hii atawapeleka wapi wale watoto? Ana watoto 4, 5, 6, naye mwanaume atakayekubali kumwoa mwanamke huyu ana familia kubwa kama vile hii, mwanamke inabidi awe mtawadha, abakie asalie katika nyumba ya mumewe, lakini si kwa mapenzi alionayo kwa mume, ni kwa sababu ya watoto waliopale katika familia. Sasa maisha yatakayoendelea muda ili wadhani bainakum mawaddatan wa rahma, tukajalia baina ya watu hawa mapenzi na huruma. Tayari mwanaume kuna mwanamke aliyempenda nje kuliko mkewe, mapenzi yameshahamia nje, huruma imehamia nje. Kuna wanawake leo kwa tamaa ya pesa, mwanaume akiumba kidogo kiuchumi tayari ameshajikokotea ile anaume. Zangu sehemu ya kwanza wanachoona wamezungumza, ambayo inaopelekea watoto hawa kukosa tabia nzuri, kukosa tabia njema, kutokuwa na maneno mzuri, ni hali ya kutalakiana, kuachana mke na mume. Halafu ili sababu za kuachana mke na mume wakati mwingine wala sio kubwa, ni kwa sababu mwanamke ameshindwa kusimama nafasi yake na mwanaume ameshindwa kusimama nafasi yake. Kuna mambo ambayo wanawake huwa wanayapuuza kwa kuyaona ni madogo kwa mitazamo yao, lakini yale mambo ndiyo yanayojenga wakati mmoja kwa namna moja au nyingine heshima kwa mume. Mfano, katika mambo madogo ambayo wanawake wanayapuuza kuwafanyia waume zao ni utaratibu wa kula. Haya tunayozungumza sisi tumefanya uchunguzi. Utaratibu wa kula, mwanaume anaweza kuwa ametoa ratiba nyumbani, nikishashuka asubuhi nikupe chakula na kula naondoka, lakini mwanamke huyu pamoja na kuwepo nyumbani kwake akatoa chakula kwa mume saa 10. Mwanaume si mvumilivu kwenye jambo. Kwa nini? Mwanaume hana tabia ya kula vitu vidogo vidogo, hana tabia ya kula hovyo. Labda kuja hapa amekula, amechukua hiki amekula. Mwanaume si mtu namna hiyo. Lakini pia kuna wakati mwanaume anaona nyumbani nimeshaza bajeti ya kutosha, kwa hivyo sina sababu katika matembezi yangu kutoa pesa nyingine kununua chakula. Anaona ajibane ili pesa isaidie wakati mwingine. Ajibane, anakuja kula nyumbani, kwa hiyo anajua nikirudi nyumbani nitakuta chakula. Alafu akirudi nyumbani ndio anamkuta mke wake anafua na nyumbani jikoni hakuna kinachosomeka. Mwanaume kilitwa kinamkera sana. Na wanawake wengi hapa wamefeli. Wanaume wengi wana maumivu ili eneo la chakula. Mwanaume anaweza kashinda bila kuongea na mke wake, au mwanaume anaweza katoka nyumbani bila kumwaga mke wake anaenda wapi, kisha akacheleweshwa chakula. Na ni kwa nini mwanamke ucheleweshwa chakula kwa mume? Mmeo ameandaa kila kitu nyumbani kipo, na wewe uko nyumbani. Kwa nini chakula mume anakula nje ya wakati?
Kuna wanaume chakula cha mchana wanakuwa saa 12 ya jioni. Chai na mwanaume anakuwa saa 5. Yaani siku ambayo mwanaume labda hatoki kwenda kwenye kutafuta, yuko nyumbani, basi mwanamke atajizungusha mashariki na magharibi, anampa chai mumewe saa 5. Lakini mume yuko nyumbani, hajatoka. Mwisho wa siku wanaume tunaishi na mipango, ghafla inaingia siku ya kwenda kutekeleza mpango fulani, mwanaume anaondoka nyumbani bila kunywa chai na anakwenda kutekeleza majukumu hajakuwa na njaa. Haya wanayofanya wanawake, wanabomoa nyumba zao. Pamoja kuwa wanaona ni madogo, lakini kwa wanaume si madogo, yanawakera, yanawauma, yanawaumiza, kwa sababu anajaribu kujibana kwa hali ya kiuchumi alionayo. Anasema nitakwenda kula nyumbani na nyumbani chakula hakuti, na labda akiuliza apewe majibu mazuri. Labda mume wangu Mubaraki nilikuwa na 1, 2, 3, bali ataona kuja wasababu kula, hata unauliza tunaendeleaje, unaona wewe wasababu kula. Wewe umeelewa kwa ajili ya kupikia, tafuta kwenye kazi. Hapo ndipo mwanaume anazidi kuvurugwa. Kuna baadhi ya watu wanaoa mke zaidi ya moja, sio kwa sababu ya sheria imemwamrisha ala itlaq, ni kwa kukimbia maumivu anayoyapata ndani kwa mke aliyenaye. Kwa hiyo anahisi nikioa mke mwingine nitapata amani, haya yataniondoka, kwa sababu kuna watu wana mke zaidi ya moja na hali zao ni Allah afulani. Wana hali ngumu kiuchumi, wana hali mbaya kiuchumi, lakini si mzinifu huyu anaona ile jambo kukana nalo vipi, anakwenda kuoa na wasiokuwa na imani ya dini, ndipo pale anapojisogezea kimada. Halafu mtu unaanza kupiga kelele nyumbani, haachi matumizi, hanihudumii, hanifanyi hiki, hafanyi hiki. Kumbe tatizo ni wewe. Ulilichukulia ni jambo la kawaida, lakini kwa msuli na mkera usimcheleweshe chakula. Kuna wengine wanasema eti mke ameolewa kazi yake ni moja, kumtarehesha mume. Nahnu ahlusunnah wal jamaa la na'taqid dhalik. Mwanamke kumhudumia mume ni wajibu, lakini sio kwenye kulinda muda wa kuandaa chakula, bali chakula chenyewe kinapoandaliwa. Chakula chenyewe kinapoandaliwa, mwanaume anaweza kupata shilingi 10,000 kwa mujibu wa kipato chake yeye. Ana chakula kwa matilie huko, ana chakula hivi, hapo katika sala vizuri na ibada nyingi, nikale chakula kizuri nyumbani. Anakuja kukuta ndondo au mboga ya majani, mchuzi umejaa bakuli, alafu chini kuna majani 2 matatu, mwanaume analishwa mchuzi, ugali na mchuzi, aliyekuwa ameacha pesa ya kutosha. Mwanamke ameshapiga panga, amepeleka kwenye mikoba, amepiga panga, amepeleka kwenye michezo. Mnaumiza waume zenu. Hizi ndoa mnaziharibu. Msiishi maisha haya na wanaume. Mnatengeneza mazingira magumu kwa vizazi. Mnatengeneza utata kwa watoto wenu, kwa sababu mwisho wa siku ni kuachana. Mkiachana watoto wanaishi vipi? Mwanaume anataka hali ya shule, pesa anajua mmoja, pesa ya kutosha. Kwa nini wewe mwanamke unafanya khiana? Unaitaka pesa hiyo unapeleka kwenye michezo, unapeleka kwenye vikoba, halafu mmeo unaumisha mboga za ajabu ajabu, chakula cha ajabu ajabu. Kwa nini? Haya mnayoona ni madogo, lakini si madogo kwa mwanaume, kwa sababu yanamuumiza.
nyumba. Wanawake achirikiana. Kuna baadhi ya wanawake wanawapangia siku za haji ya nyumba waume zao. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jamani, hapa tunazungumza wapo viumbe mpaka leo, ili wapate haji ya nyumba watoe hela. Tena apige bila shilingi 10,000 au shilingi 20 hapo zote. Haupati chochote au anunulie mpaka chips. Sio masahara kama ni mambo ya kimapenzi. Ndio msimamo wa mwanamke. Kwa mwanaume hapati chochote katika haji yake ya nyumba mpaka mwanaume atekeleze analolitaka mke. Mwanamke mbona unashiana? Unalijua itakayotokea baadaye. Unajua anachofikiri mumeo. Unajua unamuumiza mmeo kwa kiasi gani? Unamnyanyasa mmeo kwa kiasi gani? Kwani ulipotoka nyumbani kwenu kwa baba na mama, ulikuja kufanya nini pale? Kufua madobi wako mmeo alipanda kupeleka nguo kwa dobi akafua. Kupika hata kaenda kwa mantilie kule akapea kaenda baada kale chakula. Amekuoa kwa haki moja ya kimsingi ya ujumba. Halafu wewe ndio unaanza kuleta mikakati isiyoeleweka bali mpaka ulipela. Na kuna mwingine analala na nguo ambazo kwa akili ya mwanaume anapata majibu kabisa, huyu mwanamke hataki nifanye naye jambo fulani. Wewe mwanamke unalala na suruali ya jeans, unakusudia nini? Au kaptura ya jeans, unakusudia nini? Umejipigia dela, umeposti kile kingine ndani, umejapotea kingine ndani. Mwanaume anajaribu kuwa na wengine baada ya kumaliza kula ndio muda wa kufua. Kwa mwanamke unafua usiku, inakuwa tunafua usiku, lakini lengo lake yeye anataka mume alale. Alafu mwanamke akalala. Kwa hiyo mtu utabodoka anaanza shughuli za kuosha vyombo usiku. Unaosha vyombo usiku, mume ameshafika. Lengo lake ni hataki. Na wakati mwingine mwanaume anaweza akasema kabisa, akamwambia mke wangu, wewe nataka haji muda huu. Kwambia niache bwana, nimetoka sana, simama peke yako. Nimetoka. Katika mambo ambayo wanaume hawavumilivu ni hilo. Atakutukana tusi ambalo hujawahi kulisikia na wala hukudhania. Sio mwanaume wa leo. Hapo hakuna subira mpaka kwa masahaba ilitokea. Hapo ndio sababu ya kushuka sura Mujadala au Mujadila, qad sami'a Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tartabi ila Allah ila akhir al-aya. Ni mwanaume anatoka tokako, anamwambia mke wangu nakuhitaji. Mke akamwambia nimechoka, akamwambia anti alayya kadhari ummi, weka mamangu kwanza leo mamangu. Mwanaume katika eneo hilo hana subra, akakutukana, akakusema, na inawezekana akakupiga. Maana kuna wengine gazeti limetoka juzi, wanaandika mume amuua mkewe kwa sababu ya kumnyima tendo la ndoa. Sasa hivi mnachukua ya kawaida. Unapanga wewe leo sawa, kesho hapana. Wewe unachokipanga wewe ni watoto wako kupata tabu. Hii ndoa haitadumu. Alamu katika upande wenu, wanawake leo mnawaroga sana mume zenu. Wanawake leo wanawaroga sana, wanachafua sana akili ya waume zao kwa sababu ya kutaka sulta katika familia, kwa sababu ya kutaka madaraka, kutaka uongozi, ili mwanamke awe na uwezo wa kumcontrol mwanaume vyovyote atakavyo. Ndio unakuta kuna baadhi ya wanaume ndani kama madondocha. Mwanaume hana kauli, mwanaume hana maamuzi. Yaani mwanaume ndani yuko kama koti la kugiba kwenye msumari, hana jibu wala swali.
anatoka kwa muda anautaka na amevaa atakao, na anarudi muda anautaka na amevaa atakao, na wala siulizwe. Hapo wanaume ndio anabaki nyumbani, analea watoto, anawapikia huyu watoto, anawaogesha watoto. Mwanamke amekuwa na kufuta. Kuna wanaume kama madondocha ndani ya familia. Katika majumba mnaoyaona, kuna wanaume hawana kazi katika nyumba zao, kila kitu wao ni wanyenyekevu, wanaomba kwa kupiga magoti. Sasa shaka mzinga huu. Kuna baadhi ya wanaume wanasikia ya maneno yanasema ustadi endelea. Sasa wewe ndio shatoka tuko hoi. Mwanaume anaweka kama mtu ndani. Yaani hata watoto hawamheshimu. Yaani baba akisema, yaani kama amecheka, hata kama amekasirika, kwa sababu watoto tayari wameshaona sulta hapa iko kwa mama. Mama ndio kila kitu. Mama ndio kila kitu. Na kuna baadhi ya wababa wamekimbia majukumu yao. Wanalishwa na wake zao, wanavikwa na waume zao na wanawake zao. Ile arrijalu qawwamuna 'ala an-nisaa imebadilika, imekuwa arrijalu an-nisaa qawwamatu 'ala ar-rijal. Nyumba yoyote, mamlaka na kauli, amri, simamizi, uendeshaji utakuwa ni wa mwanamke. Usitarajie kupata mtoto anayejitambulisha.